maombi yanasema kwamba ni kama essence, lakini kuna wakati maombi yanaonekana kama ni tunasema bali Mungu haja kunipa sana. Maombi yanaonekana kama vile yanakuwa na tangulia kabla ya. Kwa mfano tukiangalia kwenye Injili ya Luka, maandiko yanasema baada ya Kristo kubatizwa anaomba. Then after kuomba ndo Roho Mtakatifu alikuja. Nini kilianzia, nini kikafuata? Kuomba, Roho Mtakatifu kuja. Kuomba, Roho Mtakatifu akaja, si ndio? Kitabu cha Matendo ya Mitume walikuwa wamekusanyika wakiendelea na kuomba, si ndivyo? Then ukatokea na move of the Spirit, si ndivyo? Kwa nini kilitangulia, Roho wa Mungu kumwagika au kuomba? Kuomba, si ndivyo? So the same, ikiwa katika kusali, then mahali pakatikiswa akajawa Roho. Kwa kufuatilia mpangilio wa jinsi hiyo, ni kama sasa hapo ni wisdom. Ni kama vile, sijasema that's a principle, that is a wisdom. Ni kama vile maisha ya kuomba yanaweza kaleta guarantee ya mtu kuendelea kuwa na move of the Spirit. So the move of the Spirit inaweza isionekane kwa sababu umekataa kuembrace culture ya kuendelea kuomba. You need to pray. Kila wakati upatikanike kwenye mkusanyiko unaendelea kuomba. Au together. Bwana Yesu aliambiwa wanafunzi ya kwamba mambo mengine yawezekaniki hivi isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Ni kama vile kusema alishindwa kumtoa pepo kwa sababu hakufunga na kuomba. Sasa ukiishi hapo na kuwa umekosa maana, kwa sababu alitoa sababu mbili. Walipomletea yule mtu aliye mwenye pepo, Bwana Yesu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nitakaa nanyi hata lini? Kwao akasema kufunga na kuomba ni sababu, kutokufunga na kuomba ni sababu, lakini katika muktadha kutokuamini. Kwa lugha nyingine kwamba nisipoomba maana yake siamini. So maana yake maombi ni expression of faith. Kwamba unamwamini Mungu katika hilo swala. So muendelee kuomba. Muendelee kuomba mara kwa mara. Make sure inakuwa ni kitu ambacho kina become your custom. You continue to pray kwa ajili ya sasa. Haimaanishi unaomba kwamba mtembea wa Mungu njoo, no. Mtembea wa Mungu unatukuta tukiendelea kuomba. Wakati fulani kwa even si ajenda ambayo tunaiombea, lakini katika kuendelea kwetu kuomba tunakuta ghafla tunatokewa na hayo matukio makuu ya mtembeo wa Roho. Jambo la pili unatakiwa kuendelea kulifanya, make sure una keep your company pamoja na waamini ambao mnaamini sawa. Make sure kwamba haui katika the long company, haui katika company mbaya. Mambo ya Roho wakati fulani yanafanya kazi chini ya ushawishi, under influence. So manake usipokuwa na influence yani usipokuwa unashawishiwa na nduguzo kufuata mambo ya Roho, manake wengine watakushawishi otherwise. Kuna watu ambao wanajikuta mambo ya Roho yanafanya kazi vizuri wakiwa kwenye kusanyiko kama hili. Nimeona dada jana kwa operate kwenye neno la maarifa. Nijiona mwenyewe jana. Nakumbuka? Lakini sasa ina maana kwamba hayo mambo aweza yakafanya ikiwa huko. Kwa nini? Kwa sababu labda yuko associated na long company. Ukiwa na company ambayo yapi kipaumbele mambo ya Roho, sidhani kwamba utayapa. No. So manake maamuzi ya hekima ni kwamba unakuwa na that company, okay, ambayo always mnakumbushana mambo ya Roho. Wakati fulani ninyi wenyewe tu mnasema njoo tu na kusanyiko la Roho Mtakatifu, wawili watatu mnaanza kulifanya. Hiyo ni namna ambayo itawafanya muendelee kuwa on fire katika mambo ya Roho. Mambo ya Roho yanakuwa rahisi kwa watu ambao mmejizoeza kuyafanya mara kwa mara. Leo nikisema nene kwa lugha, naweza nikanena by any style. Naweza nikaomba kwa kunena kwa lugha, naweza nikaimba kwa kunena kwa lugha, because ni swala tu la mazoea ambayo tayari nimeyajenga. Yes. Jambo la mwisho kabisa ni kwamba endeleeni kuwa na mtazamo chanya kuhusu mambo ya Roho, kama ambavyo maandiko matakatifu yamefundisha, na kila wakati mkitafuta kuendelea kuexcel katika hivyo vitu. Tafuta kuexcel. Maana yake tafsiri nyingine kwamba unakuwa na mtazamo chanya ambao unakujengea njaa. Wakati fulani sema ya kwamba mkitoka hapa hamtakutana na doubt, mtakutana na doubt nyingi ambazo
wakati fulani zinaweza kuwazuia mshindo kuoperate katika mambo ya roho kama anavyotakiwa kuoperatiwa. Lakini usiruhusu doubt au reasoning ili replace mambo ya rohoni. Badala yake unapokumbwa na mashaka, shughulikia hayo mashaka bila ku destroy the move of the spirit. Yaani unashughulikia mashaka ambayo umeyapata bila ku criticize mtembeo na utendaji wa roho. Hao ni mambo makubwa matatu yafanya utakuwa katika the safe side. Okay? Ambao sasa kwenye kuwa na positive mind, maana yake hapo kuna kulinda moyo wako kama mtumishi jana alivyosema. Mambo ambayo hutaki kufanya baada ya hapa. Naongea na wanne wanaoondoka. Mambo ambayo hutaki kufanya. Jambo la kwanza, punguza kuwekeza muda wako kwenye mambo ambayo si ya msingi. Kama kutumia muda mwingi kuangalia movie, kutumia muda mwingi kuangalia useless stuffs, mpira na vitu kama hivyo. Badala yake tumia muda mwingi kujawa roho. Tumepona nasema angalieni jinsi mnavyoenenda, msiwe kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkikomboa wakati. Kwa maana za malezi za uovu, hauna muda wa kufanya kila kitu. So manake kwenye daily routine unavyohitaji kuwa na uona mtembeo wa Mungu, manake inabidi ukubali kuwa pay price. Na price yenyewe si kubwa kwa kiwango hicho. Manake hiyo tukisema hiyo point ya kwanza ambayo nimesema, manake una avoid distractions. Vile ambavyo vinaweza vikaharibu mtazamo wako. Kwa mambo ya kiungu. Ukiona kinachoharibu your focus kwa baada ya mtembeo wa kiungu labda ni pornography, unajitahidi kujizuia kukaa kwenye hiyo mitandao. Unatafuta association ambayo itakuwa inakukeep on fire bila kufocus katika those kind of pictures. Yeah, zina kill okay, aziondoe the move of God, lakini zinakufanya kuwa chuma butu. Okay? Chuma butu. Unajua panga ni panga, lakini kuna panga lenye makali na kuna panga butu. Utendaji wake wa kazi ni vitu vile tofauti. Hayo mambo ambayo ya mwilini, ikiwemo pornographs, ikiwemo sometime moves na vitu kama hivyo, mara nyingi vinakufanya unapoteza makali. Okay? Kwa maana yake si kwamba unashindwa kuoperate kwenye mambo ya roho, lakini unakuwa na ugumu wa kufanya hayo mambo. See? So maana yake una avoid distractions, vitu ambavyo vinaweza vika hivyo, ambao kwenye mabano waanza wakasema niishi maisha ya consecration life. Okay? Consecration life ya kwamba hauna muda kufanya kila kitu. No. Una focus kwenye mambo muhimu. Lakini also from this day uwe selective nani unayemsikiliza. Nani unayemsikiliza? Ukuaji wa kiroho hautokei kwa kumsikiliza kila mtu. Kuwa na list ya wahubiri 100. Unasema nikitaka apostles nasikiliza hawa. Nikitaka prophets nasikiliza hawa. Kikawaida all of us sisi sote ni watumishi wa Mungu. Lakini ningewapa nafasi ya kuhudumu hapa, kila mtu ana namna yake ya kuhudumu. Na ukweli ni kwamba hata tujitahidi vipi, kuna mahali mimi na nyie hatutapatana kwenye neno la Mungu. Kuna mahali tutakinzana. Kuna mahali panatokea ya kwamba tusiwe na ufasiri unaofanana kuhusu neno la Mungu. Inatokea. Yes, lakini those differences hazitaki kuwa kubwa kiwango ambacho zina yashambulia yale mafundisho ambayo tunasema ni critical, ambao mtu asipoamini hayo hawi Mkristo. Unaelewa? So maana yake unapunguza idadi ya watu ambao unawafollow. Punguzeni muda wa kukaa kwenye mitandao ya kijamii. No, punguza muda. Watu wa Mungu wakati the move of the spirit inakuwa na gharama. Kwa sababu ya kile ambacho Samson Mungu alitaka akifanye kati kwa watu wa siku zake, ilimgharimu also kuto kutumia vitu vya mzabibu. Haina maana ni dhambi, sio dhambi. Mbona ningekuwa natumia? Lakini kwa sababu ya wito ambao alikuwa nao hana budi kuacha hivyo vitu. So badala kuwa na muda mwingi, wakati fulani kuna baadhi ya programs ambazo si lazima zikae kwenye simu yako kama hauna nazo, kama hazikujengi. Kama TikTok haikujengi, haina haja kuwa kwenye simu yako. Kama Instagram haikujengi, haina haja kuwa kwenye simu yako. Okay? Unasema nitaonekana mshamba. Actually watu ambao wana operate kwenye anointing ni washamba. Si watu ambao wanataka kuendana na ukisasa ambao upo. Okay? No, wakati fulani wanakaa kama vile hawajui chochote, kama vile ni wajinga. Wakati fulani unaweza kauliza hivi
unajua Diamond amefanya tukio kweli, kwa sababu si vitu ambavyo moyo wako upo huko. Kuna watu hapa mnafahamu taarifa za Zuchu kuliko hata wapagani, yani unazielewa. Nikwambia nielezee mziki wa dunia, una uwezo mzuri sana wa kuexplain, yani nyimbo hii digiri. Yani watu kumbe hawafuatili tu nyimbo za wasanii, wanafuatia mpaka maisha, wanamjua msanii kuliko wanavyojijua. And then una expect ukija hapa point a move of the spirit of God, no, anatokea hiyo mambo. Jambo la mwisho, chagua kutokuwa dharau watumishi wa Mungu. Build that attitude. Chagua kutokuwa dharau, build that attitude. Jenga huo mtazamo ya kwamba from this day ninaamua kuwa na mwenendo wa upendo na wa heshima kwa watumishi wa Mungu. Sasa tukisema watumishi wa Mungu, unaweza kusema mwalimu. No. Kwa elimu ambayo tumejifunza kwamba kila mwamini ni mtumishi wa Mungu. So maana elewa hapa nahusiana na mwamini kama mwamini, hapa nahusiana na mwamini kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu akitaka hajitokeze kwa urahisi kwako, anamtumia mwamini mwenzio. So maana ninakuwa nina that intelligence ya kuweza kudiscern mambo ya kwamba huu ni wakati ambao hapa anaongea kama mtumishi wa Bwana. Si kila wakati tunagubika wakati wa uzaa na utani na vitu kama hivyo. No. Kuna wakati ambao tunajua kwamba maana kuna wakati ni vyema kufanyia masuala mambo ya roho, ndio, ili tujizoeshe katika hayo, lakini utani uwe ni katika namna iliyo njema. Lakini ile namna kwamba umeambiwa neno la Bwana kwa sababu ni mimi nimekwambia, then una take it simple, inakuwa ni changamoto. Somo kwenye Biblia kuna isnalo moja ya wana wa manabii ambao alikuwa anamwambia mwenzia kwamba nenda nipige ngumi. Ule jamaa akawa amekataa kumpiga ngumi. Akasema kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, basi simba atatokea, atafanya nini? Atakulalua. Ikawa exactly. Kumbuka ni mwana wa manabii anamwambia nabii mwenzie ambaye ni mwana wa manabii also. Now together. So manake kuna wakati tofautisha kwamba wakati tuna operate katika which class. Yakizingatiwa hayo, mtaona mtembeo wa Mungu ambao upo katika namna inayoendelea.